Hawa watu kwa namna wanavyojielezea wao wenyewe, baadhi yao, kwa mfano kama mzee Mayunga, mwanzo kabisa ni mtu alisoma kwa masufi, na miongoni mwa shekhe wake ni Sheikh Harith ambaye alikuwa ni kadhi wa Zanzibar, alisoma kule Iringa. Hilo nilielezea mwenye katika baadhi ya vitabu vyake, sivikumbuki kwa sasa hivi. Lakini pia aliwahi kujiunga na hawa jamaa wa Ansari hawa mwanzo kabisa, na wakawa wanafanya harakati mbalimbali, na miongoni mwa hizo ni kuomba msaada wa vitabu, na kweli walifanikiwa kupata vitabu kutoka Saudia na vingi anavyo yeye. Alipotoka kwenda kwenye ushia akaondoka navyo. Kwa hiyo amepita kwa jamaa wa Sunna, lakini hakusoma aqida ahli sunna wal jamaa vizuri, haijui itikadi, labda akajisomea. Kwa hiyo katika waliomuingiza katika ushia kama anavyosema yeye mwenyewe, mmoja katika hao ni Abdullah Nasir na mwingine ni Said Ahmad Akhtar Rizvi, na akataja baadhi ya vitabu alivyopewa akavisoma akaujua ushia. Ni vitabu ambavyo wewe talibul ilmi salafi ukipewa waweza kuvijibu, lakini yeye vilimuingiza katika ushia. Ndio jambo la ajabu kabisa, utashangaa. Ameeleza kwenye baadhi ya vitabu vyake, si kama utamsingizie kitabu fulani na kitabu fulani, aliyempa ni riziki. Sasa hapa ndio utaona umuhimu wa mtu kusoma aqida ya ahli sunna wal jamaa. Huyu Abdullah Nasir yeye alitambaa kwenye makundi mengi, kwa sababu katika historia yake yeye hakusoma sana dini wala hakusoma sana dunia, lakini ajua sana Kiingereza na ni mfasaha sana. Mimi katika kumfuatilia historia yake yeye anapojieleza, amesoma skuli primary, hakuendelea tena na masomo, akaingia kwenye kazi. Lakini baadaye wakati yuko kwenye kazi, anajishughulisha na kazi, mwalimu wake mzungu Mombasa akamwambia, mimi nataka wewe ukasome ualimu Unguja. Mimi walimu anasoma mtu anakwenda alimaliza form 4, mimi alimaliza secondary school, mimi sijamaliza secondary. Utakwenda hivyo hivyo, usipokwenda utazungumza na bosi wako hapo kuachisha kazi. Miaka ya 50 kutoka 40 na kitu na kwenda 50, sababu ni mtu amezaliwa mwaka 32 kama sijasahau. Kwa hiyo akatoka akaenda Unguja akasoma miaka miwili chuo cha Kiislamu, akasoma miaka miwili kusomea ualimu, kutoka primary kwenda kusomea ualimu miaka miwili Unguja. Kule akakutana na baadhi ya mashekhe walikuwa wakisomesha pale chuo cha Kiislamu Unguja. Akasoma kidogo, akaja Mombasa. Alipomaliza akaja Mombasa, akahusiwa aende kwa shekhe fulani na shekhe fulani. Lakini anasema alipofika kwa shekhe fulani, kuna shekhe mmoja aitwa Sheikh Bereki pale Mombasa, maarufu zamani, mwanafunzi wa Ahmad al-Badawi. Anasema sikukaa nikafukuzwa kwa sababu ya maswali yangu, na ulituuliza sana maswali nikafukuzwa. Basi akasoma kidogo hivi, akaingia katika mambo ya ualimu na mambo ya siasa. Kabla ya uhuru akapigania cheo, akakipigania ubunge independent kama anavyoeleza mwenyewe, yani bila ya chama, akashinda, akawa mbunge wa kwanza wa Mvita. Ilipokuja mambo ya uhuru, ikawa hairuhusiwi tena mtu kuwa mbunge kujitegemea, lazima ingie kwenye vyama vya siasa. Alikaa mbunge kama mwaka mmoja au miaka miwili hivi, akaachana na mambo ya siasa, akawa sasa ni dai wa kujitegemea. Likitokea jambo asema kuna hivi, kuna mambo haya, kuna dhuluma hii, basi akaingia hivyo, akaenda miaka na miaka. Ilipokuja baada ya mapinduzi ya Irani, nashati zikaanza mwanzoni mwa miaka 80. Sasa hili hakueleza yeye, lakini kuna mtu mmoja alitueleza sisi kwamba kulifanyika semina Nairobi huko, wakaitwa mashekhe wazungumzaji, na alikuwa ni mzungumzaji, mara zungumza mara ya Kadiani, mara zungumza hivi, mara yani ni mtu ambaye alikuwa hana mwelekeo katika masuala ya sunna, wala hakusoma aqida ya ahli sunna wal jamaa. Ni mtu kujisomea vitabu vya Kiingereza. Kwa hiyo alipokwenda kwenye semina ya Ushia, zikaanza kuzungumza mada za ujumla, wahda,
yani mambo ya umoja, nafasi ya mwanamke katika Uislamu, vijana, yani mada kama hizo. Wanahudhurisha hizo mada ni wataalamu mbalimbali kutoka Syria na Lebanoni na kutoka Irani. Sasa wao walikuwa wanaangalia vipaji, nani hapa kidogo yuko vizuri. Kwa hiyo wewe unapewa katika ile semina, unapewa maudhui, labda wewe andika kuhusu nafasi ya mwanamke katika Uislamu, alafu utakuja kuihudhurisha baada ya wiki moja. Wewe andika nafasi yani sheria ya mirathi, wewe andika hivi. Sasa yeye akaandika yake ya Kiingereza, alafu akaihudhurisha pale. Wale jamaa wakampenda, wakakaa vikao vyao, wakasema huyu lazima tumchukue. Hatua ya kwanza aliyokuanza nayo, kwanza alichukua account namba yake, ikawa kila mwezi aingiziwa hela. Sisi hatusemi mtakanye sahaba, lakini hiyo dola 600 ya nini ya bwana, tumia tu yako. Mara safari za Irani, mara rudi. Sasa maneno yakaanza kubadilika, wahida mashia hawana neno, lugha kama hizo. Mara safari za kwenda huku, mara kwenda huku, mara watu wamuelewele huyu vipi huyu, kumbe tayari kashatashaya siku nyingi. Ndio akaandika vitabu. Baada ya baadhi ya mashehe kutahadharisha, akaandika vitabu vya kujitetea na kuwatetea mashia, akawa wazi sasa. Haya, hili lilitengeneza mwanzo mpaka kuwa mwalimu, mpaka mbunge. Haya ameyazungumza yeye mwenyewe.